Hujambo mtazamaji wa Didas TV, karibu kufuatilia kipindi chako cha Darubini. Leo siku ya Alhamisi tarehe 5 Februari, siku kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mpango wa mazungumzo ya amani nchini. Hivyo basi, Didas TV katika Darubini inakuletea baadhi ya wachambuzi wa siasa kutoka maeneo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kwa uchambuzi zaidi, hasa kwa wakati huu ambao wengi wanaoathirika vya kutosha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanasubiri ni kipi kitakachozungumzwa ili kuleta amani ya kudumu na kuondoa hofu kubwa. Moja kwa moja tunaelekea Zimbabwe, tujiunge na mchambuzi wa siasa ili atufafanulie vya kutosha. Ndugu, jitambulishe kwa watazamaji na mahali ulipo, pia unatoa mtazamo wako kuhusiana na kile kinacholengwa na serikali ya DRC kwa ajili ya mazungumzo ya amani nchini. Asante sana bwana mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Bazika Palambilo, nikiwa katika nchi ya Zimbabwe. Na furahi sana katika ulizo yako ambao unauliza ya kwamba ninadhani ya kwamba mazungumzo ndio njia sahihi kwa ajili ya kuleta amani ya kudumu katika nchi ya Kongo. Lakini jibu langu ni hivi bwana mtangazaji. Kwani unadhani ya kwamba ndio mara ya kwanza mazungumzo yanafanyika katika nchi yetu ya Kongo? Sio ndio mara ya kwanza, na ikuwa sio ndio mara ya kwanza, ilikuwa imekwisha kufanyika mara nyingi. Kwa nini amani haipatikani? Mimi nadhani ya kwamba pendekezo la rais la kusema ya kwamba kuwe mazungumzo ya wakongomani kwa wakongomani ni pendekezo nzuri, lakini sio kusema ya kwamba ndio italeta amani ya kudumu katika nchi yetu kwa sasa. Hiyo ndio ambayo inaweza kuwa jibu yangu, kwa sababu mimi sione kabisa kusema ya kwamba hiyo kuikaa chini kuzungumza ndio ambayo italeta amani katika nchi yetu kwa sasa. Hapana, hiyo kabisa mimi siyaunge mkono 100%. Pendekezo lenyewe ni nzuri, lakini wakati ambao inataka kufanyiwa hako ndio sio wakati nzuri. Asante sana bwana mtangazaji. Unadhani mazungumzo ndiyo njia sahihi kwa ajili ya kuleta amani ya kudumu nchini DRC? Ukweli ni kwamba bwana mtangazaji, sisi kusema ya kwamba amani idumu katika nchi yetu ya Kongo ni mpaka sisi kupigana na nchi ya Rwanda bila kufanya vita, bila kutangaza vita, bila sisi wenyewe kujiamini na kushimama na kupigana na nchi ya Rwanda, amani haiwezi ikadumu. Kwa sababu rais wa Rwanda Paul Kagame ni mtu ambaye hawezi akasikie katika kuambiliwa, ni mpaka masasi na makombora yalie, ama ni mpaka vita ya mtu katika nchi yetu ya Kongo na nchi ya Rwanda, ni hapo ndio amani inaweza kuwa. Lakini kusema ya kwamba mazungumzo, japokuwa ni mazungumzo ya wakongomani kwa wakongomani, naamini ya kwamba haitaleta amani. Usisahau ya kwamba wakongomani wengi ni vifaraka wa Rwanda, ni watumishi wa Rwanda. Sasa wakati wataleta mazungumzo, wengine wanakuja na cahier de charge, wanakuja na mapendekezo ya boss wao ambao ni Paul Kagame, ambao ni rais wa Rwanda. Sasa yale mazungumzo watakuja ili tuzungumze nini wakati damu ya wakongomani imemwangika, wakati wenyewe wanakuja huko nyuma ya Rwanda? Sasa kusema kwamba amani idumu katika nchi yetu ni sisi wakongomani kujiunga pamoja na kupigana na nchi ya Rwanda. Kisha kupigana na nchi ya Rwanda, ni hapo ambapo kunaweza tokea amani, na amani itakuwa ya kudumu. Kwa sababu bwana mtangazaji, haiwezi kawezekane kila wakati katika nyumba yako mtu aje anakuja kufanya fujo katika nyumba yako, anakuja anapiga mke wako, anapiga watoto, anasema kwamba tutazungumza. Mnazungumza leo na hata mnazungumza leo, lakini kisha miezi ngapi tena mtu tena anakuja anapiga tena mke wako na watoto, tena mnazungumza. Sasa siku moja tutasema kwamba bwana, kama huyu mtu ataniua aniue, kama huyu mtu atanimaliza nimalize, lakini acha tufanye vita na yeye. Yule ambaye atakuwa na nguvu basi ampige mwenzake. Kama tutawacha kwa watumwa wa Rwanda, si wa Kongomani milele na milele, sisi kwamba tupigane. Rwanda kitushinda, tutakubali kwa watumwa wa Rwanda milele na milele. Lakini kama tusiposema kwamba tujiunge pamoja na kupigana na Rwanda eti kwa sababu ya mazungumzo, na kuambia kwamba na mtangazaji kwamba hakutakuwa amani ambayo inaweza kuwa amani katika nchi ya Kongo, sababu Rwanda
vile ambao anatafuta ku Kongo ni anakuja mara kwa mara, anatumikisha wakongomani siku baada ya siku. Yani kwa Rwanda ana wale wakongomani ambao ni vifaranga vyake ambao anatumikisha, ambao ambao hawapendi kwenda kinyume na bosi wao ambaye ni Kagame. Sasa wale watu ambao ndio mtakuja kukana kwenye meza ili mzungumuze, haiwezi kawezekane bwana mtangazaji. Mawazo ya Rais Tshisekedi ni mawazo mazuri, lakini sasa muda sio ndio muda. Mimi pendekezo langu bwana mtangazaji ni kusema kwamba tushimame kupigana na Rwanda, kisha kupigana na Rwanda na kisha kumshinda Rwanda, kwa sababu mimi naamini kwamba nchi kama vile Kongo bwana mtangazaji, hatuwezi tukapigwe na Rwanda, hapana. Hatuwezi tukapigwe na Rwanda, hapana. Lakini sasa tukishashimama tunampiga Rwanda, hapo tutafanya mazungumzo, nitakuwa mazungumzo sasa ya kuleta amani, sio mazungumzo ambayo watu wanasema kwamba tufanye mazungumzo kwa sababu ya kupata vyeo. Yani mtu anajua kwamba kisha kukaa kwenye mazungumzo government itaanguka chini, watapata kuwa ma minister, wengine watakuwa magavana, wengine watakuwa fulani. Hapana, sio ndio mazungumzo ambayo tunahitaji. Ni mazungumzo ya kuleta amani katika nchi yetu ya Kongo, na sherti yale mazungumzo yale yafanyike ikikuwa ya kwamba tumekwisha kumpiga Rwanda, tumepigana na Rwanda na kumwangusha Rwanda chini. Hapo ambapo tunataka tukafanya sana mazungumzo, na hiyo mazungumzo itakuwa ni mazungumzo ya wakongomani, tena itakuwa ni wakongomani wa patriot ambao wamepigana kwa sababu ya nchi yao. Hiyo ndio pendekezo langu kutoka Zimbabwe. Mimi ni Emmanuel Bazika Palambilwa. Kama hayatakuwepo ama hayakuwepo, unadhani ni nani aliyekuwa na chanzo cha dhamira ya mazungumzo kutokuwepo? Kwa mujibu wako, unadhani masharti ya Rais Felix Tshisekedi yatabadilishwa, aidha kukubaliwa na kuzingatiwa na vyama pinzani? Asante pia bwana mtangazaji kwa ulizo yako ya pili, ambao unauliza ya kwamba kama mazungumzo hayatakuwepo, ya kwamba ninadhani ni nani aliyekuwa chanzo cha kuleta dhamira ya mazungumzo kutokuwepo. Ulizo nzuri sana. Nikusema nini bwana mtangazaji? Kwanza nimekuonyesha opinion yangu kusema kwamba mimi mambo ya mazungumzo kwa sasa si yafurahie, na sababu kutokufurahia yale mazungumzo ni kwa sababu wengi ambao wanataka yale mazungumzo ni watu ambao wanasapotiwa na Rwanda. Ukiona opposition mengi ya watu wa Kongo, opposition yetu mingi ambayo iko chini ya mamlaka ya Rwanda, yani ni watu wa Rwanda. Sasa ili waje tuzungumuze, wataleta agenda cache, wataleta mambo ya Rwanda, mambo ambayo ni intere ya Rwanda. Na nakumbuka kwamba siku moja tumefanya nao pia kipindi, nimekuonyesha kwamba Rwanda anapenda ya kwamba apatiliwe maprovince kadhaa ya Kongo, lakini hiyo ndio wale wataleta. Lakini nataka kuambia kwamba mtangazaji, Rwanda kwa sasa haana nguvu bwana mtangazaji. Rwanda kwa sasa haana nguvu. M23 haina nguvu, na sisi wakongomani kwa miezi mitatu tunaweza tukapige Rwanda, kwa sababu Rwanda hana nguvu kwa sasa, na vikwazo ambavyo wanatiliwa siku baada ya siku. Rwanda hana nguvu kwa kweli. Na ni nani ambaye amefanya kwamba ile mazungumzo yasikuwepo? Ama ni wapinzani kama vile watu kama vile wa Corneille Nangaa, watu kama vile wa Joseph Kabila, na wengine ambao wanaunga M23, ambao wakiwa ni faranga vya Rwanda wanaunga mkono. Ni wao ndio wanatuma ya kwamba mazungumzo ama amani sikuwepo katika nchi yetu ya Kongo. Bwana mtangazaji, kumbuka kwamba tunawapoteza wakongomani wengi, na mpaka hivi leo wengine wako wanakufa katika nchi ya Burundi, nafasi ambao watu wamekimbilia, na mpaka hivi leo wengine wako wanakufa katika mji wa Goma, Bukavu, nafasi ambapo kumekamatiwa na hao wahuni wa M23. Sasa bwana, ikikuwa ni hivyo, ni hao ndio ambao wanasema ya kwamba amani isipatikane katika nchi ya Kongo. Kama ni kweli hao watu hawapendi uongozi wa Rais Felix Tshisekedi kama visi wanavyozidai, sisi ni Waafrika bwana mtangazaji. Sisi Waafrika tunaamini ya kwamba les sale se lave en famille. Ndio tunaamini ya kwamba watu wakikuwa familia, na kama kuna mambo mabaya wanaekaa chini na wanazungumza. Muda wa kuzungumza sio wakati ambapo utazungumza wakati una watu wengine ambao uko nyuma yako ili kuharibu nchi yako. Hapana,
Ni muda wa wakina Corneille Nangaa kurudi na wakina Joseph Kabila kurudi. Sote tunaikaa chini, ikikuwa wameachana na Rwanda, ikikuwa wameachana kutii Rwanda na nchi zingine ambao zinawapatia sapoti, na kuja katika nchi ya Kongo na kukubali pia kupatiliwa adhabu ya makosa ambayo amefanya, kupatiliwa adhabu ya makosa ambayo amefanya. Na usababu na mtangazaji, sisi ni wa Afrika, yani kumpatia mtoto adhabu sio kusema kwamba unamchukia, hapana. Ni kwa sababu ya kumnyorosha na kuwapatia wakina Nangaa na wakina Kabila na wengine adhabu, sio kusema kwamba tunawachukia, hapana. Ni kusema kwamba justice ishimame, ifanye kazi yake, kwa sababu mkongomani mwingine kesho ama kesho yake asiinuke na kuleta vita katika nchi. Yaamini kwamba akileta hiyo sheria ni misumeno ambayo atachukuliwa na sheria ni hiyo wanamtangaza. Na ukiona pia malalamiko kina ndugu yetu Corneille Nangaa, yeye anakuambia kisa yake kuleta vita ni kwa sababu wamembeba nafasi yake ya mine, nafasi yake ambapo kunatoka dhahabu na mengineyo. Jamani, hiyo ndio kwa kitu kia kusema kuwa wakongomani maelfu ambao wanakufa Kongo, na ninashangaa wakongomani wengine wanamunga mkono katika ile jambo. Mtu anapigania maslahi yake mwenyewe, anapigania maslahi yake mwenyewe. So kwa hiyo wanamtangazaji, watu ambao wanafanya kwamba amani isipokuwa ama kikao cha kuleta suluhu kwa sababu ya amani katika nchi yetu ni wakina Corneille Nangaa na wengine. Isipokuwa rais amekubali mazungumzo, wana Felix Tshisekedi amekubali mazungumzo, lakini amepana masharti kama vile 9 hivi, na katika ile masharti amesema kwamba wale ambao wamemwanga damu ya wakongomani hawatashiriki katika ile mazungumzo. Na mimi nimekubaliana naye kabisa, kwani kama mtu amemwanga damu ya wakongomani, kwa nini ashiriki katika ile mazungumzo? Katika ile pointi na mengine mapointi ninakubaliana naye kabisa. Kwa mujibu wako, unadhani masharti ya Rais Felix Tshisekedi yatabadilishwa, aidha kukubaliwa na kuzingatiwa na vyama pinzani? Asante pia wanamtangazaji kwa swali lako la 3 ambao nauliza kwamba kwa mujibu wangu mimi kwamba nikiwa ninadhani kwamba masharti ambayo Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi ametia, je, vyama vya upinzani vitakubaliana na hiyo? Kwanza labda kabla sijatia vyama vya upinzani sema kwamba je, wakongomani watakubaliana na hiyo? Kwa sababu awe mtu wa upinzani awe mtu ambao ni ruling party, sisi sote ni wakongomani. Bwana mtangazaji, nadhani ya kwamba mkongomani ambaye ana akili timamu, mkongomani ambaye ni wa baba na mama na ana akili timamu, katika masharti ambao rais ametia, mengi wakongomani wanakubaliana nayo ama wanaweza kukubaliana na hayo. Bwana mtangazaji, mtu aingie katika kupinga serikali ama rebellion kwa sababu wamemkamata nafasi yake ambayo alikuwa anachimba dhahabu, kisha anaua wakongomani maelfu, kisha ule mtu mumite kusema kwamba njoo tuikae chini tuzungumuze, mumpatie na zawadi kusema ya kwamba atakuwa minister, atakuwa labda governor, atakuwa hivi. Yani unafundisha wakongomani wengine nini? Na wakati sheria ya Kongo inasema ya kwamba sisi wakongomani sote tuko sawa sawa, hakuna ambaye iko yuli ya mwingine, sote tuko sawa sawa. Sasa Rais Felix Tshisekedi amechaguliwa na wakongomani. Mwenyewe Nangaa ndio ambaye amemtangaza ya kwamba ni yeye ambaye amefaulu kuwina election, kisha hatoke aje aue wakongomani, kisha miaka fulani miezi fulani aitishe kusema kwamba ndio tukae chini kisha umpatie na zawadi ya kuwa minister. Ninaamini ya kwamba mimi pendekezo ama masharti ya Rais Felix mimi nayaunga mkono kabisa, na naamini ya kwamba wakongomani wengi watayaunga mkono. Kwa nini watayaunga mkono? Kwa sababu haiwezi kuwezekana umwange damu wa wakongomani kisha upatiliwe tena zawadi ya kusema ya kwamba uwe minister ama uwe nani. Kwa nini? Kwa nini? Yani mimi masharti yake ninaamini ya kwamba ni mazuri yale ambayo ametia, kusema ya kwamba mazungumzo yafanywe Mkongo na yasimamiwe na wakongomani, na wale ambao wamemwanga damu
hawatashiriki kwenye mazungumzo, na pia justice itaendelea kuwafuatilia wale ambao wamemwanga damu, na pia mainstitution zote zitaendelea kubakia hivyo hivyo. Nadhani ya kwamba katika masharti ambayo wametia ni masharti mazuri, isipokuwa tu labda pointi moja ambayo mimi sikufurahia ni hii, bwana mtangazaji, kusema ya kwamba mainstitution yote itabakia hivyo hivyo, ikikosa ni wale wakongomani ambao hawakumwanga damu lakini ni wa opposition, na ikikuwa ya kwamba ijapokuwa mimi sikubaliane na mambo ya mazungumzo, lakini kama mazungumzo inaweza kafanyiwe, institution tena kubakia hivyo hivyo, kwa sababu hapo itakuwa ni mara moja ya kwamba tunaenda katika hali ya transition. Kisha dialogue itakuwa ni mambo ya transition. Naam, huyo ni ndugu Emmanuel kutoka pale Zimbabwe. Na sasa tuelekee nchini Tanzania, tusikie uchambuzi wa ndugu ambaye atajitambulisha ili kujibu swali ambazo zinazunguka mada yetu nzima ya kipindi cha Darubini. Karibu ndugu. Asante sana ndugu journaliste kwa swali ambayo umeniuliza hapo. Acha nijitambulishe kwa majina, naitwa Balondani Mazembe Dani. Mimi ni kijana wa Pomboko ambao kwa sasa anapatikana hapa Kigoma. Kwa swali hilo ambao umeniuliza, je, mazungumzo ndio njia sahihi kwa ajili ya kuleta amani ya kudumu nchini DRC? Acha nikwambie ndugu journaliste kwamba Kongo sio nchi ya kwanza au ya mwisho kuwa katika vita. Vita vimeanza tangu zamani na vita vitaendelea, na kulikuwa njia mbili mataifa ilikuwa ikitumia ili kumaliza vita. Njia ya kwanza ilikuwa ushindi wa umoja. Vita inamalizika kwa ushindi wa umoja. Vita tena vinamalizika katika meza ya mazungumzo. Kwa hiyo, kwa dalili ambayo tumeanza, vita ambavyo vimeanza Bunagana mpaka kwa sasa, inabainika kwamba ni njia ya mazungumzo ndio ambayo itamaliza matatizo ambayo tunayopitia. Kwa yale ulitaka kujua, mazungumzo hayawezi kuwa, nani anaweza leta vipingamizi? Acha nikwambie ndugu journalist kwamba hapa hivi tunapitia mchezo wa wafanya siasa ambao wanatia les intérêts personnels zao mbele kuzidi intérêts za raia. Watu wote wanapigania madaraka, na wenye wako madaraka wanapigania wabaki pale pale, na wenye wako wanatupiganisha kwa vita wanataka madaraka. Sasa wenye wako kwenye madaraka hawapendi kuyaacha. Kwa dialogue wanaona kwamba ni katika njia mmoja wapo wa kutoka kwenye madaraka, kwa sababu dialogue kule watazungumzia uchaguzi, watazungumzia mambo mengi ufanyike 2028. Sasa hesabu yenye iko hapo ni kwamba wasogeze kwanza, wa retarder au tuseme wa retarder tuseme dialogue ili waje kukubali dialogue 2027. Ile itawapatia fursa ya kusema kwamba 2028 kusiwe election, hapo tunaingia transition. Na ukisema transition ni miaka 2, 3, 4, kwao wanaona kwamba tena utawala unaendelea. Na swali lako la mwisho umesema kwamba je, haya masharti ambayo rais ameyaweka ili dialogue ifanyike, je, ni yako sahihi? Kwa muono wangu mimi ni kwamba kuna masharti kweli yanasikilikana, kama vile inchi kuna yale masharti wanasema juu ya mixage, wanasema juu ya brassage. Kama vile inchi kweli hatutadumu kila mara mixage, brassage katika kijeshi au katika administration yetu. Inabidi vile vitu viishe. Lakini kuna yale ambayo ametia kama vile masharti ya kusema kwamba kusiwe kabila, nanga, wengine wote waliokamata bunduki hawatashiriki katika dialogue hiyo, au hiyo dialogue inatakiwa ifanyike Mkongo. Sasa hizo sharti hazitawezekana. Kwa sababu nini? Sisi tunahitaji amani, na walioleta vita ni hao ambao wakabila wananga. Sasa ukikataa kuzungumza nao, ni amani gani unayotafuta? Na kuhusu unaposema eti lazima dialogue ifanyike Kongo, je, wale waasi wakitia sharti eti dialogue ifanyike Goma, je, naye atasema nini? Waasi hawawezi kuja Kinshasa, tukome Kinshasa nao hawawezi kukuja Goma. Ndio mbale tunasema kwamba inatakiwa dialogue iwe, hata iwe nje, iwe dialogue tu itakao kusanisha Wakongomani. Asante sana ndugu Balondani kutoka pale Kigoma. Na sasa tunaelekea Marekani, tukaribishe ndugu yetu ambaye pengine atachangia kwenye mada hii.
ambayo inazunguka kabisa kwa ajili ya mambo yanazungumziwa kwa ajili ya kuandaa mazungumzo maalum ya kuleta amani ya kudumu nchini DRC. Karibu sana ndugu, jitambulishe kwa watazamaji alafu tunaenda namna hii. Jambo ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Lula Chamlongecha, jina maarufu Kopera. Mimi ni kijana wa Mboko, Fizi, Stekatre. Nimefurahi sana kwa kunialika tena katika kipindi chako kipendwa cha Darubini. Na katika kipindi hiki cha Darubini huwa tunaongelea siasa, hususan siasa za Kongo. Na swali ya kwanza ambayo umeniuliza kwamba unadhani mazungumzo ndiyo njia sahihi kwa ajili ya kuleta amani? Hii ni kwa faida ya Wakongomani wote. Jibu yangu ni kwa faida ya Wakongomani wote. Kama ni mazungumzo yamefanyika sana tu, Tshisekedi amejitahidi, amefanya mazungumzo sana tena sana. Imeanza Afrika, Kenya, wameenda Angola, wameenda Togo, wameenda Marekani, wameenda Qatar. Yote ni mazungumzo. Na sijui Wakongomani wanataka nini. Kuna Wakongomani ambao nia yao wapate madaraka. Wakipata madaraka tu watatulia, hawatajali raia, hawatajali kuna kufuatwa wangapi wanabakwa. Ndio maana nikuambia siku ile kwamba hii mazungumzo ambao Mataifa Huru na Senko wanaomba mapadiri na wengine kama ni wa CIA, kama CIA, kama ni wanani, haiwezi leta amani ku Est ya Kongo. Tatizo ya Est ya Kongo ishajulikana, na inajulikana kwamba Rwanda inataka iwape udongo ama ardhi wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge eneo la Est mashariki ya Kongo, kwa sababu walikubaliana tangia mwanzo kwamba watasaidia Rwanda, Kagame ashike Rwanda na kisha Wanyamulenge awasaidie, awapatie Est ya Kongo. Sasa hii aibu inamkamata, aibu inamsumbua, ndio maana unaona hiyo vita inakawia. Kama serikali ya Kongo haisimame kidete kupiga Rwanda, mashariki ya Kongo haiwezi kuwa na amani. Narudia tena, kama serikali ya Kongo haisimame kidete kujitoa aibu, sababu ndio wanaongoza, ndio wanachekwa, kufurusha ama kupiga Rwanda ama M23, atakuwa na amani nchini Kongo. Asante sana. Najua hii ni swali ya kwanza ambalo uliza, na ndio jibu yake. Hiyo mazungumzo hayazileta amani. Wanadanganyana tu, masilahi yao tu, wapate hela, washibe, wanunue nyumba zao, wajenge Ulaya, wafanye nini, basi biashara kuisha. Lakini eti wataleta amani Kongo, uongo wao. Wamefanya miaka 18 kwenye viti, lakini M23 pale pale tu. Okay, ni kwamba serikali ama rais ana watu zaidi ya 100 ambao wanamzunguka. Ana wazee wa busara, ana wadada, wa mama, vijana, ana watu wengi sana ambao anawauliza. Na yeye pia ashauri kwamba hivi huko wananipeleka huko ni pabaya. Huko wananipeleka ni pabaya. Rais mwenyewe na watu wanamzunguka wanashajua kama hapa wanakwenda ni pabaya. Hakuna dhamira mbaya, hakuna mtu ana dhamira mbaya hapo, hakuna mtu ana dhamira mbaya. Yaani kukataa hiyo maongezi ni dhamira nzuri tu. Kama atakataa maongezi ni dhamira nzuri, focus na jeshi, focus na wazalendo, wapewe vifaa, wapewe kila kitu, walipwe, wapewe mishahara zao, basi hiyo vita itaisha. Huko wanampeleka ni distraction.
ana dhamira mbaya, ni dhamira nzuri ya kukataa mazungumzo. Tumechoka na mazungumzo, miaka nenda miaka rudi, na ndio maana ukiangalia vizuri hiyo mazungumzo jana tumaga Wanyarwanda wanaingia Mkongo, wanaingia mkijeshi, mkipolisi, DGM, sijui anere, juu wakiongea tu wanasema okay, tunataka M23 ilete watu 2000. Wanyarwanda wote wanaingia. Hakuna siku mazungumzo shakuwa wakaita wa majimaji ama wazalendo uleta watu hata 200 hata 500. Wapi? Ushikaona wapi? Ni kuambia tueni masira chini na mrudie nyumbani. Asante sana. Swali ya 3 uliniuliza kwamba kwa mjibu wako ama kwa mjibu wangu mimi, unadhani masharti ya Rais Tshisekedi yatakubaliwa na kuzingatiwa na vyama pinzani? Hapana. Masharti ambayo ametoa najua ni 9 ni 10 hivi, na masharti yote inaenda kombo na mafikiri ya hao wa M23, kwa sababu M23 wameshaua, M23 wamegusa silaha, M23 wanatafutiwa na Umoja wa Mataifa na koti kuu ya kimataifa, mahakama kuu ya kimataifa na watafuta wote. Kabila mwenyewe anatakiwa ashahukumiwa, akikamatiwa, akifika Kinshasa ama akifika nafasi yote atashikwa. Yani zile sheria zote ambazo ametoa Rais M23 aimo. Cha mwisho ile na wabana ni kwamba mazungumzo iwe Kinshasa, yani iwe Kongo, kama itakuwa Mboko, kama itakuwa Baraka, kama itakuwa wapi, lakini iwe Kongo. Kama itakuwa Uvira, kama itakuwa sijui Kalemi, lakini mazungumzo ifanyike wapi? Kongo. Hawatakubali. Sasa hapo ni shida, kwa sababu hao wengine wote wa Malmalu, wanani wao wapadiri, hawa Faulu, hawa sijui nani Moise Katumbi, wote walikuwa wanatetea wakabila, wanatetea wao wanani wa M23. Hawana faida kwa hiyo maongezi hao. Wakapenda M23 iko labda watasamehewa toa bani. Sasa kama hizo sheria zipo hizo, mazungumzo hazikuwa, sababu walengwa hawatafika. Wenye wanatakiwa waje wamalize vita hawatafika. Ndio jibu yangu hiyo, kwamba hiyo masharti ni magumu kwa M23 kuyatekeleza, ama kwa wapinzani kuyatekeleza, kwa sababu inawasonga. Wale wengine wote wa Kinshasa wote hawana shida, sababu hao hawashiki bunduki na haviwahusu kwanza. Hiyo wanaomba na waongee nini? Wana shida gani? Si pale wasimame kidete na rais, tumalize kwanza vita ya Este, tupambane kwanza na hao jamaa, waende kwanza kwa nyumba, baadaye sisi tukuje tuongee. Kwa mfano kabila wa Bembe nafanya hivi, mimi na mtu wangu kama tuko na shida, tuko napigana na kama tuko na sozana kidogo, na wengine jirani anakuja kutuvamia au anavamia mdogo wangu, tuacha kwanza ile ugomvi mimi na mdogo wangu, tunampiga kwanza ile jirani, akienda ndio tunarudia tena ugomvi wetu. Sisi tunafanya si wa Bembe. Kwa hiyo Kongo nayo waige hivyo, kwa maana watu waige hivyo, tupie kwanza huyu mwana tuvamia, kisha baadaye tuongea, tutamaliza. Kama nataka madaraka atawapatia madaraka. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana. Ni kauli ya ndugu yetu kutoka pale Marekani, ndiyo inamalizia kipindi cha Darubini ya leo. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa.